Asubuhi ya leo tunao ujumbe, lakini ujumbe huu ni mwendelezo wa ujumbe wa jana. Ujumbe wa jana ulikuwa unasema kufuatwa na fadhili za Bwana. Kufuatwa na fadhili za Bwana, na tulikuwa tunaangalia namna ambavyo mtumishi wa Mungu Daudi alisema katika kitabu cha Zaburi ya 36 mstari wa 6, akisema hakika wema na fadhili zitanifuata siku zote za maisha yangu. Anasema nami nitakaa nyumbani mwa Bwana milele. Anasema hakika wema na fadhili zitanifuata siku zote za maisha yangu. Sasa unawezaje kufuatwa na fadhili za Bwana? Jana tuliona namna ambavyo utaweza kumfanya Mungu kuwa wa kwanza na utaweza kumpenda Mungu kwa moyo wako wote. Ndivyo ambavyo divine blessings zitaweza kukufuata. Baraka za Bwana zitaweza kukufuata. Kwa nini? Kwa sababu umemfanya Mungu kuwa wa kwanza, kwa sababu umemfanya Mungu kuwa tumaini lako. Na nikakwambia mtu yoyote anayemfanya Mungu kuwa wa kwanza ni yule ambaye ana uwezo wa kuacha usingizi asubuhi na kuanza kumshukuru Mungu na kumuomba Mungu. Lakini tukasema ni mtu yoyote ambaye kwenye kila jambo ambalo yeye anafanikiwa anamuona Mungu. Kama kwenye mafanikio ya biashara anamuona Mungu, kwenye faida ya biashara yake anamuona Mungu, kwenye fedha alionayo anamuona Mungu. Anaona anaweza akampa Mungu pia kwenye faida yake ya asubuhi. Kwenye chochote alichonacho kabla hajafanya anamuona Mungu kwanza. Manake huyu mtu anamuona Mungu kama priority kwake. Daudi kuna mahali alinifurahisha sana. Unajua, nimekuwa nikifuatilia kwa wivu mkubwa kwamba Daudi alifanya madhambi mengi tunayajua, na mengine pengine Biblia haikuyaandika kwa sababu aliishi miaka ya kushiba. Daudi tunaona kwa yale yaliyoandikwa aliwahi kuzini na mke wa mtu, na baada ya kuzini na mke wa mtu akamuua mume wake aliyekuwa anaitwa Uria. Tunajua alizini na Bathsheba, lakini baadaye akamuua mume wake anaitwa Uria. Lakini hapo majanga mengi sana ambayo mimi nimeyasoma kwenye Biblia ambayo Daudi aliweza kuyafanya, chaos nyingi. Lakini Daudi alikuwa kuna mahali alikuwa mkali kidogo, kwa sababu kwa wale ambao mnasoma kwa habari ya mwanamke mwerevu alikuwa anaitwa Abigaili kwenye maandiko, jinsi ambavyo aliweza kurescue familia yake. Bwana Yesu asifiwe sana. Aliweza kusaidia familia yake kutoka kwenye upanga wa Daudi baada ya Daudi kuwachunga kondoo wa ile familia. Alafu alipoomba kondoo kidogo kwa ajili ya askari wake akanyimwa, ndipo Daudi akaamua kulipa kisasi. Kwa alikuwa ni mtu ambaye kwa kweli alikuwa si mtu wa utani. Lakini ninapata wivu kwa sababu Yesu anazungumza mpaka kwenye Ufunuo. Anasema mimi ndiye niliyeketi katika kiti cha enzi cha Daudi. Anasema ninao ufunguo wa Daudi. Nitakalolifungua duniani na mbinguni na mbinguni limefungwa, na nitakalolifunga duniani na mbinguni limefungwa. Nitakalolifungua na mbinguni limefunguliwa, na nitakalolifunga limefungwa. Anasema nitakapofunga mimi hakuna wa kufungua, na nitakapofungua hakuna wa kufunga. Lakini kuna mahali Mungu anasema nimeapa kwa jina langu sitamwapia mtumishi wangu Daudi uongo. Unajiuliza kwa nini Daudi? Why David? Inafika kipindi mwanae Suleiman analeta shida, lakini Mungu anaacha kabila moja la Yerusalemu kwa ajili ya Daudi, anaacha baraka. Lakini ndio huyo Daudi anazungumza katika Zaburi ya 23, anasema msali ule wa 10 na Daudi Zaburi 23 msali wa 6, anasema hakika wema na fadhili zitanifuata siku zote za maisha yangu, nami nitakaa nyumbani mwa Bwana. Kwa unakuja kuona ya kwamba huyu Yesu tunayemwabudu yuko kuna namna ambavyo Daudi aliweza kufanya kiwango cha kugusa moyo wa Mungu. Barikiwe sana Yasinta Ernest anasema amina mtumishi. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa tulijiuliza inawezaje mtu akafuatwa na fadhili? Jana nikakwambia kwamba kuna mambo mawili tu ambayo sisi tulitakiwa kuyatafuta kwa bidii. Jambo la kwanza ambalo tunatakiwa kulitafuta kwa bidii ni kumtafuta Mungu. Hii imetoka kwenye Yeremia sura ya 29 mstari wa 13. Mungu anasema
nanyi mtanitafuta na kuniona kama mtanitafuta kwa moyo wenu wote. Na kuna mahali anasema mtafuteni Bwana maadamu anapatikana. Manake kumbe kitu pekee ambacho tuliwahi kuambiwa tukitafute kwa bidii ni Bwana, lakini cha pili ni ufalme wa Mungu. Maandiko yanasema katika Mathayo sura ya 6 mstari wa 33, anasema utafuteni ufalme wa Mungu na haki yake, na hayo yote mtazidishiwa. Maana yake mengine ya dunia hii, fadhili pamoja na mambo mazuri yote ya dunia hii tutazidishiwa. Na ndio maana Daudi anaongea kwa ujasiri, anasema wema nazo fadhili zitanifuata. Na hapo naona anasema ya kwamba nitakaa nyumbani mwa Bwana siku zote za maisha yangu. Sasa kuna kitu jana nikiwa nasoma Biblia na nikapata muda wa kuongeza, na wakati ninahubiri kwenye somo la jioni ambalo linakwenda kwa kichwa cha moyo uliopondeka, tuliluka live jana, nikawa nimepata ujumbe ambao huu ujumbe unatoka katika kitabu cha Luka sura ile ya 5 kuanzia mstari wa 4 mpaka mstari wa 8. Neno la Bwana linasema, hata alipokuwa akinena alimwambia Simoni, tweka mpaka kilindini mkashushe nyavu zenu mvue samaki. Simoni akajibu akamwambia, Bwana mkubwa, tumefanya kazi ya kuchosha usiku kucha tusipate kitu, lakini kwa neno lako nitazishusha nyavu. Basi walipofanya hivyo walipata samaki wengi mno, nyavu zao zikaanza kukatika. Wakawapungia mikono washirika wao waliokuwa katika chombo cha pili waje kuwasaidia, wakaja kuvijaza vyombo vyote viwili hata vikataka kuzama. Nisikilize, ukisoma ule mstari wa 8, Simoni Petro alipoona hayo alianguka magotini pa Yesu akasema, ondoka kwangu kwa kuwa mimi ni mtu mwenye dhambi. Bwana Yesu asifiwe. Hili lilikuwa ni jambo ambalo lilimshangaza Petro kwa sababu aliona kwa macho. Petro ambaye alikesha jana yake usiku kucha akitafuta samaki na hakupata, lakini leo akiwa na Bwana Yesu tena ni mchana anapata samaki. Kwa wavuvi wanaelewa, asilimia kubwa wavuvi huwa wanavua usiku ili waweze kupata matokeo. Wanavua usiku manake muda wa kuvua ulikuwa umeshapita, muda wa baraka ulikuwa umeshapita, muda wa kupokea ulikuwa umeshapita. Kwa hiyo anakwambia mtumishi Petro, anamwambia Yesu, Bwana, tumefanya kazi ya kuchosha usiku kucha, manake tulichokitarajia kukipokea hatukukipokea. Tumejisumbua bure mpaka msimu wetu wa kupokea baraka umepita. Manake nataka nikwambie, baraka za mwanadamu zipo katika misimu, zipo katika majira. Lakini niko hapa kukukumbusha, hata kama majira yako yamepita na ulijikuta umefanya kazi ya kuchosha, unapokuwa na Yesu, hata kama majira ya kubarikiwa kwako yamepita, Yesu huwa na reverse majira yako ya kubarikiwa yakarudi tena na ukajikuta unabarikiwa. Petro, muda wake wa kuvua samaki kiuhalisia wavuvi wanajua ulikuwa umeshapita, kwa sababu wavuvi wengi huwa wanavua usiku. Kwa nini? Wakitumia kibatali ama wakitumia karabai ama taa ya aina yoyote, wale samaki wanakimbilia ile nuru. Kwa hiyo usiku ni muda mzuri kwa ajili ya kuwatega samaki waweze kuingia kwenye nyavu. Kwa hiyo muda wa kupata samaki ulikuwa umepita, lakini Yesu alikuja katika muda ambao sio sahihi kwa ajili ya kuvua samaki, lakini samaki waliingia katika chombo. Manake muda wake wa kubarikiwa Petro ulikuwa umevuka na hakuwa amebarikiwa, lakini Yesu alipokuja alimfanya Petro akabarikiwa. Na ukifuatilia ni kwamba samaki wenyewe waliamua kuielekea nyavu. Sasa niko hapa kukuambia, mahali popote ambapo Yesu yupo, baraka zinamfuata, na mtu yoyote aliye na Yesu baraka huwa zinamfuata. Hatufanikiwi kwa sababu tumefanya kazi kwa bidii. Hata Petro alifanya kazi kwa bidii lakini hakupata mafanikio, lakini alipopata Yesu hakutumia nguvu, baraka zilimfuata. Na mimi niko hapa kukwambia asubuhi ya leo, unamhitaji Yesu kwa nguvu zako zote, kwa akili yako yote na kwa bidii yako yote.
na kila kilichopotea kwenye maisha yako, ulichokuwa ukikitafuta kwa muda mrefu, na ukaja ukagundua ya kwamba umejikuta ukifanya kazi ya kuchosha, Mungu anakwenda kukirejesha kwa jina la Yesu. Haijalishi muda wako wa kubarikiwa umepita, haijalishi muda wako wa kufanikiwa umevuka, niko hapa kukwambia Mungu anaweza kukubariki hata kama majira yamepita. Na hii ndio sababu Daudi katika maandiko matakatifu ya kitabu cha Zaburi ya 23 mstari wa 6 anazungumza kwa ujasiri, anasema wema na fadhili zinanifuata. Na mimi ninakuombea asubuhi ya leo, wema na fadhili za Bwana ukufuate, kwa sababu ndani yako yuko Yesu. Kwa sababu wewe ukitembea, Yesu anaonekana kwenye maisha yako.